unaona uzito fulani, kwa sababu kuna kuumbika. Uumbaji wa Mungu umepotea ndani ya Adamu, umepotea. Lakini leo katika Kristo Yesu tumeumbwa upya. Anayemwamini Yesu amepewa uwezo, amepewa mamlaka ya kufanyika mwana wa Mungu, mamlaka ya kuwa na haki ya kuitwa mwana wa Mungu au ya kufanyika mwana wa Mungu. Kuna kitu leo kimekuja kuumbwa upya tena kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana nasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yameondoka, yani yale ambayo yaliumbwa kinyume na Mungu, yaliumbwa na Lucifer ndani ya Adamu, ndani ya mwanadamu aliyefanyika mwenye dhambi, yameondoka. Sasa yamerudi mambo tena mengine mapya. Mimi kuitwa mwana wa Mungu, nimekuwa kiumbe kipya ndani, sio nje, ndani ifanywa wana wa Mungu. Yani tumepewa heshima sawa na Kristo, kwa sababu Biblia inasema sisi ni warithi, na kama tu wana sisi ni warithi, na kama tu warithi tunarithi pamoja na Kristo, tukiteswa pamoja naye na kurithi pamoja naye. Kwa sababu nimefanyika mwana wa nani? Nimefanyika mwana wa Mungu, au kwa sababu nimeumbika kuwa mwana wa Mungu. Amen. Kwa hiyo nimerudishiwa heshima ile yote sawa na Kristo anavyopewa Kristo. Uthamani alionao Kristo mbele za Mungu Baba ndio uthamani ule ule ambao Mungu ameuleta leo ndani yangu mimi kwa kumwamini Yesu na kufanyika mwana wa Mungu. Kwa hiyo uthamani alionao Kristo ndio uthamani alionao mimi. Sema amen. Na ukitaka kujua hilo, sikiliza. Biblia inasema Yesu alipofufuka, alifufuka pamoja na sisi. Alipopaa, alipaa pamoja na sisi. Alipoketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na sisi tukaketi pamoja naye. Hata kama tuko duniani, lakini katika ulimwengu wa roho tumeketi pamoja naye. Heshima anayopewa Kristo ni heshima tunayopewa sisi. Sema amen. Bembeleze, wakubembeleze, wakupeti, wakufariji, wakutie moyo, kwa sababu Lucifer amekuwekea mipaka, anataka kuabudiwa ndani yako. Hata hivyo naam, anaabudiwa, na ndio maana kwa mzito. Kwa nini ujisikii kutoa sadaka wala mafungu ya kumi? Amekuwekea mipaka, anataka kuabudiwa yeye. Utukufu wangu sitampa mtu mwingine, wala sanamu. Imeandikwa katika Isaya nadhani sura 42 mstari wa 8. Imeandikwa, ondoeni ibada za sanamu katikati yenu. Unaweza kuabudu sanamu ya kinyago, lakini na sanamu kwenye moyo wako. Amekukamata Lucifer, amekuwekea mipaka. Una ibada ya sanamu kwenye maisha yako. Sina muda wa leo kuongea habari ya sanamu. Mungu akipenda tutaongea siku zingine, lakini sitampa mwingine utukufu wako. Ibada ni kitu cha muhimu. Kwa nini Lucifer anagombania ibada kuabudiwa? Hilo ni jambo kuu, ni jambo la muhimu, ni jambo la maana kumpa Mungu ibada. Ndio maana kuna magomvi kati ya Mungu. Mungu anataka wanadamu wampe yeye ibada, naye Lucifer anataka wanadamu hao waabudu yeye. Ni ugomvi. Ndio maana anatuwekea nini? Mipaka. Kuna ugomvi, kuna kunyang'anyana. Anataka umwabudu yeye, maana amegundua ibada ndio jambo kuu. Na kama ni jambo kuu, ukweli itakiwa kila siku kwa ndio kutana kuabudu, sababu ndio jambo kuu. Lucifer anajua hiyo siri, maana anakuwekea mipaka. Anajua hiyo jambo. Mbinguni ni jambo kuu. Hawatulii kuimba mbinguni, kwa sababu ni jambo kuu mbinguni, kumfanya Mungu ibada. Malaika wanafanya usiku, na ndio jambo kuu. Duniani ibada ni jambo kuu. Daudi aliimba duniani, alicheza Daudi wa watu. Mikala akamcheka kwa sababu ni jambo kuu duniani. Mikala aliyemcheka Daudi mume wake anapoabudu mbele za Mungu, akasema wewe mfalme unajivunjia heshima. Wewe aliona kama ni kuvunjia heshima. Bwana naye akamkongola, akasema utakuwa tasa, maana amemcheka anayelifanya jambo kuu duniani la kumwabudu nani, kufanya ibada nani? Mungu Baba na Mungu Mwana, akiongozwa na Roho Mtakatifu. Kumpa sifa yeye, sitampa mwingine. Mungu Baba na Mungu Mwana, tukiongozwa Roho Mtakatifu, tuliomwagiwa, muondoa mipaka, mvunja mipaka, muua mipaka ya wema wake, mipaka ya kuinua jina lake, kwa sababu yeye anataka awe Mungu kwako. Sikiza nikwambie, hapa ndipo ameketi. Kwa nini ameketi? Anataka ibada. Kaketi kwenye hekalu la Mungu leo. Lucifer leo ameketi kwa sababu ya jambo kuu. Kwa nini aabudiwe Mungu? Kwa nini siabudiwe mimi? Ameketi kwa sababu ya jambo kuu la ibada.
akishindana, akikuweka mipaka kwa jambo kula ibada, ameketi. Na ndio maana tukija kunawaza mengine, uwazi kazi zake kuu za Mungu. Na ndio maana mzito atakuja ibadani, ameketi. Kwa nje watu wanamtaja Yesu, lakini ndani ameketi. Ameketi. Wanataja kwa jina la Yesu, lakini ndani ameketi. Wanasema mdomoni tu, Mungu ndani ameketi. Ameketi. Anatawala. Sikiliza nikwambie, kwenye hekalu la Mungu duniani la Waisraeli, la kimwili kwa jinsi ya mwili, napo aliketi. Pale Yerusalemu pale, kwa jinsi ya mwili.